بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فلقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول: قيل يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك. وفي رواية قالوا بلى، فقال عليه الصلاة والسلام: فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. وفي رواية أخرى لسياق هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويرويه عنه التابعي الجليل أبو صالح السمان ذكوان بن عبد الله رحمه الله تعالى. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا سمع إخواننا بما فعلنا ففعلوا مثله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الناس عباد الله، ndugu zangu waislamu ambao tumehudhuria katika Ijumaa hii, ikiwa leo ni Ijumaa ya tarehe 6 ya mwezi mtukufu wa Rajab mwaka 1447 Hijria. Katika khutba hii insha Allah taala itakuwa nidaun ila kulli faqirin wa ghaniyin min almuslimin ala falyatashabbah faqiruna بفقراء السلف وغنينا باغنيائهم. Ukumbusho wetu wa leo ndugu zangu utakuwa ni wito, nidaun ila kulli faqirin wa ghaniyin min almuslimin, itakuwa ni wito wa kumuita kila aliyefakiri na kila aliyekuwa tajiri katika Waislamu. Ala, zindukeni Waislamu, falyatashabbah faqiruna bifuqaraihim, basi wajifananishe mafakiri wetu wa leo na mafakiri wao. Fuqarai salaf, mafakiri wa salaf. Falyatashabbah faqiruna bifuqarai salaf, basi wajifananishe mafakiri wetu na wale fuqara wa wema waliotangulia. Wa ghaniyuna, na ajifananishe tajiri wetu biaghniyaihim, na wale matajiri katika zama za salaf. Haya ndiyo makumbusho yetu ya leo, na huu ndiyo wito wetu ambao tunauelekeza kwa Waislamu wote, al-aghniya'u minhum wal-fuqara, wale matajiri miongoni mwao, watu wenye vipato kwa viwango mbalimbali, kwa namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaruzuku waja wake. Wito huu utawahusu, na hata wale wasio na vipato, maskini na mafakiri katika Waislamu, wito huu utawahusu. Tunataka tupate picha ya kujifunza, ili mafakiri wetu wa leo wapate mahala pa kuiga kwa fukara waliotangulia katika zama za masahaba, lakini pia matajiri wetu wa leo wapate mahala pa kuiga kupitia matajiri wetu katika wema waliotangulia. Ayuha nasu ibadallah, maulama wanatuambia katika maneno yao mazuri, yaqulu ahlul ilm innana idha nadharna ila halina fi dunya nara anna al-insana yatanafasu fiha wa yatasabaqu ila jam'i amwaliha wa mata'iha. Ulama wanasema, na hii ni tathmini tunapewa sisi, tathmini ambayo inahusu tabia zetu. Hakika tukitazama sisi katika hali zetu tulizokuwa nazo fi dunia, hapa duniani, nara anna al-insan, tunaona wazi wazi kwamba hakika mwanadamu yatanafasu fiha, anafanya ushindani katika hii dunia. Mwanadamu alivyo hapa duniani yupo katika mchuano, anashindana katika dunia hii. Wayatasabaqu ila jam'i amwaliha,
bali anaharakia mwanadamu katika kuzikusanya mali za dunia hii wa mataiha na starehe za dunia. Hii ni hali ya kawaida tukitazamwa sisi, na kila mmoja akijitafakari alivyo kwa uadilifu atajiona kwamba ni mtu mwenye ndoto, mwenye bidii za kwenda mbio kuharakia kuzipata mali za dunia na kupata starehe za hapa duniani. Kila mmoja anapigania maisha mazuri. Ndiyo maana wanasema ulama, fa idha raa man malaka fiha akthara minhu asabahu alhuzn walhasra, na mwanadamu atakapomuona mwingine ambaye amemiliki katika dunia hii kiasi kikubwa kuliko yeye, mwanadamu alivyo, akimuona mwanadamu mwenzake amemiliki katika hii dunia kiasi kingi zaidi kuliko yeye, asabahu alhuzn, mwanadamu hupata huzuni kimaumbile, walhasra, na hupata majuto na masikitiko. Kwa nini mimi sitoboi? Hizi ni lugha zetu. Jamaa katoboa maisha bwana, tulikuwa naye huyu, nilianza naye kazi mimi, tumekaa naye maskani moja, tumesoma naye tokea kidato cha kwanza, wengine tokea primary, lakini mwenzangu kapiga hatua, leo ni boss, leo ni bwana mkubwa fulani, ana makampuni yake, anamiliki kadha wa kadha. Hali hii humtokezea mwanadamu anapomuona mwenzake ametoboa katika maisha au amefanikiwa. Na hata mitaani husema humo, tulikuwa naye hapa, anazurura tu, unaona bwana, hana mbele hana nyuma. Lakini leo ya Mungu mengi bwana, ya Mungu mengi bwana. Lugha kama hizi zinazungumzwa katika mitaa. Hii ni hali ya kawaida tuko nayo sisi binadamu, tukishindana katika dunia na tukioneana fii, wanasema Waswahili, twatamani kupata yale ambayo wenzetu wameyapata. Maulama wanasema tena, geuza upande wa pili wa shilingi. Ama idha raa, ama huyu mwanadamu pindi ambapo akimuona mwanadamu mwingine, ama idha raa man fatahu fi umuri al-akhirah, ama huyu mwanadamu akimuona yule ambaye kampiku yeye, kamshinda katika mambo ya akhira. Yanatolewa mfano hapa, bisufufi alula fi almasjid, anamuona mwenzake kampiku kwenye mambo ya akhira, ni mtu anayewahi swafu za mbele kabisa msikitini, katika aljamaat na aljumua, katika swala za jamaa, swala za Ijumaa, mwenzake siku zote anawahi msikitini, swafu ya mbele haimkosi. Mwanadamu akimuona mwenzake katika hali hii, katika mambo ya akhira, amempita, au fatahu bihifdhi alquran, au akamuona mwenzake amempita yeye kwenye kuhifadhi Qur'an, mwenzake amehifadhi Qur'ani yote au sehemu kubwa ya Qur'an, au ana juzuu kadhaa, juzuu 5, 6, 10 na kuendelea, na yeye hana chochote katika hifadhi, hajahifadhi chochote, na kama kahifadhi ni sura 2-3 fupi fupi kwa ajili ya kuswalia, hana jambo jingine. Miskini fil Qur'an, maskini kabisa kwenye Qur'an. Mwanadamu huyu asiyekuwa na chochote katika hifadhi ya Qur'an, anapomuona mwenzake alihifadhi Qur'ani na amempita katika hilo, au fatahu bimakarimil akhlaq, au akamuona mwenzake amempita katika tabia zilizokuwa tukufu, au bilihsani ila almuhtajin, au akamuona mwenzake amempita kwenye kuwafanyia wema watu mbalimbali wenye mahitaji, ni mtu mwepesi kuwasaidia fukara, kuwasaidia masakini, watu wenye shida mbalimbali, ni mdhamini
katika masajid wa fil marakiz, mtu akimuona mwenzake yupo katika hali kama hizi, maulama wanatuambia tulipo sisi, kana wa kaanna shay'an lam yahduth, anakuwa mwanadamu huyu ni kana kwamba hakuna chochote kilichotokea, haoni ajabu yoyote, wala haoni haya, wala hajisuti katika nafsi yake kwamba mimi nimepitwa. Katika mambo ya akhera watu nyoyo zimekufa, hata pale ambapo wanaona kwamba wameachwa nyuma, wallahi hawazinduki, illa alqalil, ila wachache ambao Allah amewazindua. Lakini katika dunia ndiyo habari za mjini, ndiyo mazungumzo yetu kwenye vikao vyetu mbalimbali, tukiwataja matajiri hawa na wale, wafanyabiashara hawa na wale, namna walivyofanikiwa na aseti wanazomiliki na lifestyle yao inapokwenda, tunawiwa kwelikweli, twafurahi na tunatamani na sisi tufikie maisha yao. Lakini hapo wale waliotuzidi katika akhera, katika mambo ya dini ya Allah, katika taat, katika ibadat, katika khairat, tunawaona, tunaishi nao, lakini mtima wetu haujigusi, kana kwamba hakuna kitu, kawaida tu. Sasa ndio hapo wanatuambia ulama, tathmini wewe, chukue tu, hata kama inakuumiza beba hivyo hivyo mpaka tufike. Wanatuambia ulama, wa hadha farqun min alfawariq allati bainana wa baina as-sahabati al-kiram. Na hapa sasa, na hii ndiyo tofauti mojawapo miongoni mwa tofauti nyingi zilizoko baina yetu sisi watu wa leo tuliochelewa na baina na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladhina kanu yatanafasuna fil umuri al-akhirah, masahaba ambao walikuwa wanashindana katika mambo ya akhira wa a'maliha, na walikuwa wanashindana katika amali mbalimbali za akhira. Faqad jalasa alfuqara'u yuqarinuna a'malahum, wakati fulani katika zama za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam waliketi mahali mafakiri. Wewe angalie mafakiri hawa wa kisahaba, alafu uje uvute picha ya mafakiri tulionao ambao wanasifika kwa uhasidi na roho mbaya, wanaitwa maskini jeuri. Hawa sasa tutakuja kuwazungumza hawa visoi kweli kweli. Sasa angalieni mafakiri wenzetu, jalasa alfuqara'u, waliketi mafakiri katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuqarinuna a'malahum, wakiwa wanaoanisha matendo yao bi'amali al-aghniya, na matendo ya matajiri. Na matajiri hawa ambao walikuwa wanapigwa mifano na maskini ni matajiri wa zama za salaf, sio hawa leo, matajiri wa kuajiri machawa kwa ajili ya kuwasifia, lakini hawana miradi yoyote ya kheri kuhusu Uislamu. Si hawa matajiri wenye kuwabeza maskini wenzao kwa kuwaambia tafuta hela wewe. Kiporo sio kitamu, kejeli hizo. Nani ukwambia kiporo kitamu? Tafuta hela bwana, tafuta hela wewe. Kuna dagaa nyama bwana, dagaa. Lugha hizi mnazisikia hizi, kejeli. Sio matajiri hawa, ni matajiri wa zama za salaf. Waliketi hawa mafakiri wakioanisha amali zao, mambo yao ya akhira na amali za matajiri wao. Farau anna al-aghniyaa qad sabaquhum bilkathiri walkathir, wakadiriki hawa mafakiri wa zama za mwanzo kwamba hakika matajiri wao wallahi wamewatangulia
kwa mengi, tena kwa mengi. Matajiri wamewazidi, liannahum, kwa sababu wale matajiri wale yut'imun, wanawalisha watu mafakiri wasiojiweza kupitia mali zao. Wayunfiqun, wale matajiri wanatoa mali zao katika njia mbalimbali za kheri kwa ajili ya dini ya Allah. Hakuna jambo la dini ila atatia mkono wake kulidhamini. Walikuwa hivyo. Bal wayatasaddaqun, wanatoa sadaka mbalimbali, sadaqatul wajiba wa sadaqatul mustahabba. Sadaka ya wajibu wanatoa, na hiyo ni az-zaka, na ile sadaka nyingine isiyo ya wajibu, kujitolea kwa ajili ya sunna, kukokoteza kwenye kutoa, wanafanya. Sasa mafakiri watawapata wapi watu kama hawa? Wale mafakiri wa zama za masahaba walipoligundua hilo, wakaona hatuna namna ya kuwafikia, wakapitisha maamuzi, sisi na ufakiri huu hatuna namna ya kuwafikia ndugu zetu matajiri. Fahazinu, wakahuzunika, wakakosa raha. Fajao ila nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hapa ninapataka sasa, wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafakiri hawa. Faqalu ya rasulullah, hadithi ya Abi Dharr katika Sahih Muslim, wakasema ewe mtume wa Allah, dhahaba ahlu duthuri bil ujuri, wameondoka watu wenye mali. Ahlu duthuri ay ahlu amwali, wameondoka watu wenye mali na ujira wote. Kila kwenye jambo la kheri wameshakaba, wamechukua ujira. Wanasema yusalluna kama nusalli, wanaswali wale matajiri kama tunaposwali. Wayasumuna kama nasumu, wanafunga kama tunapofunga. Ngoma draw hapo, hapahitaji pesa hapo. Tunaswali nao misikitini na wao wapo. Ikiingia Ramadhani tunafunga na wao wanafunga mafogo. Lakini kuna mahala wanatuacha mbali. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, na wao wanatoa sadaka kwa zile zilizokuwa bora katika mali zao. Hapo sasa ndiyo palipo tutia huzuni. Sisi hatuna mali. Kwanza hapa, hii ni sifa nzuri ya matajiri wa zama za Mtume alayhi salatu wasalam, ni ubad, ashabu taat. Matajiri wa zama za Mtume alayhi salatu wasalam walikuwa ni wacha Mungu, watu wa taa, yale mambo ya kiibada wako mbele. Sifa yao nyingine ni watu wa kutoa, tena si kutoa tu, wanatoa zile zilizokuwa bora katika mali zao, wakitekeleza kauli ya Allah, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtaufikia wema nyinyi mpaka mtoe miongoni mwa vile ambavyo mnavipenda. Ndivyo walivyokuwa matajiri hawa. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, na wanatoa sadaka kwa zilizokuwa bora katika mali zao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia hawa mafakiri, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, kwani haikuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka kwenu nyinyi kile ambacho mtakitolea sadaka? Kwani nyinyi hamna sadaka nyingine ya kutoa mpaka muwe na mali? Hakuna kingine mlichopewa nyinyi mafakiri ambacho mtakitumia kutoa sadaka? Mtume anawafundisha sasa. Faqala alayhi salatu wassalam, inna bikulli tasbihatin sadaqatan, hakika kwa kila tasbihi moja ukasema subhanallah, hiyo ni sadaka umetoa. Wa bikulli takbiratin sadaqatan, na hakika kwa kila takbira moja ni sadaka. Wa bikulli tahlilatin sadaqa, na kwa kila tahlili moja la ilaha illa Allah, hiyo ni sadaka. Wa bikulli tahmidatin sadaqa,
na kwa kila tahmid alhamdulillah, ahmadullah, hiyo ni sadaqa. Akawatajia mzigo wa sadaqat katika adhkari, kisha akawaambia wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, na kuamrisha mema hiyo ni sadaqa, wa nahyun anil munkari sadaqatun, na kukataza maovu hiyo ni sadaqa vile vile. Akawatajia fungu lingine la sadaqa, tabia ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ukijiweka hapo wewe ni mtoaji sadaka. Kisha akawaambia jambo nyingine, wa fi bud'i ahadikum sadaqa, na katika mmoja wenu kumwendea mkewe kufanya naye tendo la ndoa, hiyo ni sadaqa. Hapa wakashangaa masahaba, qalu ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakun lahu fiha ajrun, wakasema ewe mtume wa Allah, mmoja wetu anaziendea shahawa zake, yani mmoja wetu anakwenda kukidhi matamanio yake alafu anapata ujira. Faqala alayhi salatu wassalam, mtume akawapa mfano akiwaambia, araaitum law wada'aha fi alharami akana alayhi wizr, nyie mnaonaje lau matamanio yale angekwenda kuyaweka kwenye haramu, akaenda kwenye zinaa akazini, akana alayhi wizr, yangekuwa juu yake madhambi? Qalu bala, wakasema ndiyo, akienda kufanya uzinifu angepata madhambi. Tumekasema fakadhalik law wada'aha fil halal kana lahu ajr, basi ni kama hivyo, akiyapeleka hayo matamanio yake kwenye halali atapata ujira adhim. Mahala hapa ndugu zangu katika Uislamu, katika hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, kuna faida nyingi sana, na ndizo ambazo nimekusudia kuzitaja kama hivi kwa uchache. Yaqulu ahlul ilm hadha alhadith alazim fihi min alfawaid aljalila alnafi'a, hadithi hii iliyokuwa kubwa kuna ndani yake katika faida tukufu zenye manufaa. Hadithi hii ina faida nyingi sana. Miongoni mwa faida hizo ni hirsu sahabati ala al-amali lil-akhirah. Ulama wanasema miongoni mwa faida ambazo twazivuna kwenye hadithi hii ni pupa waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufanyia kazi akhira. Fala yaksalu fi dhalika ghaniyuhum wala faqiruhum, alikuwa hazembei katika hili jambo la akhira, alikuwa hazembei tajiri wao na fakiri wao, hakuna aliyekuwa mzembe. Fakullu minhum yaghtanimu ma fi yadihi min alfurasi walataat, kila mmoja miongoni mwao alikuwa anatumia kile ambacho yuko nacho kwenye mkono wake katika fursa na vipawa, akitumia jambo hilo kutafuta akhira. Hii ni faida kubwa tuipata hapa, kwamba wenzetu walikuwa na pupa ya kutafuta akhira yao, sio matajiri wala sio maskini, wote wanakwenda mbio kutafuta akhira, bali kila mmoja anatumia mtaji aliyokuwa nao kuhakikisha kwamba anaipata akhira. Haya tumeyaona hapa, namna hawa mafakiri walivyolalamika, wanahitaji jambo, maana wenzao wanawapita, wakafundishwa hizo adhkari huko, kuamrisha mema, wakafundishwa kuyahifadhi matamanio yao kwenye halali. Sasa ukitaka kujua walikuwa na pupa hawa, wale matajiri walipopata huu mchongo, wanasema vijana wa mjini walipoipata habari hii kwamba jamaa wametangaziwa huko kwamba wakileta adhkari, wakiamrisha mema, wakihifadhi shahawa zao kwenye halali, watapata yale tunayoyapata sisi. Hadithi ya Abi Huraira sasa katika Sahih Muslim, riwaya nyingine ya pili ya hadithi hii,
Qala Abu Salih, anasema Abu Salih at-tabi'i al-jalil ambaye amepokea hadithi kwa Abi Huraira, faraja'a fuqara'u al-muhajirin, habari hii ilipoliki matajiri nao wakafanya adhkari, wakaamrisha mema, wakataza mabaya, wakajihifadhi kwenye halali. Wale mafakiri wa kimuhajirin wakamrejea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqalu, wakasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlahu, wamesikia ndugu zetu bwana, watu wenye fedha wamesikia kile ambacho tumekifanya na wao wamefanya mfano wake, hawatuachizwa adhkari wala hizo khairi zingine. Hapo Mtume akawaambia, dhalika fadlullah yutihi man yasha, hiyo ni fadla ya Allah, anampa anayemtaka. Basi tena turizike na kile ambacho tumejaliwa, lakini kuwapata hao ni vigumu. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tumeona sisi katika hadithi hii faida ya kwanza hiyo kubwa kabisa ya pupa ambayo walikuwa nayo wema wetu waliotangulia katika wale mafakiri na katika wale matajiri. Sasa hebu tulete hali ilivyo na uhalisia wetu sisi watu wa leo katika haya maisha yetu ya kidini, baina ya wale matajiri tulionao katika jamii zetu na wale wenye vipato, na baina ya wale wasio nacho, masikini na mafukara. Hali zetu zikoje leo hii? Wallahi, watu wengi wenye fursa ambao Allah amewafungulia katika mali, wanazo riziki, na hiyo ni sababu mojawapo ya wao kupata janna, wanazembea sana katika jambo hili. Hawaitumii fursa ya mali waliopewa kwa ajili ya kupata janna, kwa sababu hatuwaoni matajiri wa leo wakiwa ni watu waliotangulia katika kheri. Siku zote matajiri wa zama za leo ni watu wako nyuma, wanajiweka katika nafasi zile za mafakiri. Maajabu ya zama hizi, mtu mwenye uwezo anajiweka eneo la maskini. Mnapokaa mkatulia mkalalamika, hili jambo waliendi, tumekwama, tungepata shilingi fulani tungeendelea, na yeye naye analia kilio hichi hichi, bwana, tumekwama bwana, tungepata bwana, anazo. Matajiri wa leo maajabu yao, hawatumii fursa waliopewa kwenye kupata janna na kuzizoa kheri, bali wao wako nyuma, na imekuwa sasa wanalalamikiwa katika hizi harakati zetu, kwenye misikiti yetu, kwenye marakizi zetu, katika jamii zetu. Wamekuwa ni watu wa kulalamikiwa kuwa nyuma, hata dini zao za kuungaunga. Watu wajanja wajanja tu. Ndiyo hali ya watu wengi walivyo leo, hawajitoi katika kheri, bali kama nilivyosema, wanasifiwa sana kwa ubakhili na kujiwekeza katika dunia yao peke yake. Haya, huu ni upande wa matajiri. Tukijitazama katika jamii yetu kwa upande wa maskini tuliokuwa nao, hawa nao pia wako nyuma kuzitumia fursa zingine ambazo wako nazo. Naam, hawa maskini na mafakiri kuna fursa wameikosa ya mali. Haya, hizi fursa zingine za kuswali, za kufunga, kufanya adhkari, kusoma Qur'ani, kuamrisha mema, kataza mabaya,
hizi fursa hizi pia huna. Haya, huna pesa, mdomo wa kusoma Qur'ani, ulimi, macho ya kuona, viungo vya kuhesabu adhkar unavyo, una neema nyingi, una nguvu ya kuweza kufunga, una nguvu ya kuweza kusoma ilmu, ukakaa kwenye halakati za ilmu, ukapata mawili matatu, ukaweza kufanya da'wa, ukaamrisha mema, ukakataza mabaya. Haihitaji pesa. Hao wenye kufanya da'wa hawana kitu, lakini kuna jambo wanalifanya. Mafakiri wa leo mkoje? Kweli hela hamna, ni malofa pangu pakavu, tunakubali. Hamna midomo ya kusoma Qur'ani na kufanya adhkari, hamna macho ya kusoma Qur'ani na kusoma ilmu, hamna akili za kuelewa ilmu. Mbona hamfanyi mambo haya ambayo mtakuwa mnawafukuza matajiri katika kheri? Mafakiri wenzetu walikuwaje zama za salaf? Hawakubakia kulalama tu kwamba hawana hela, hali ngumu, tumeparara, nimefulia. Hawakubakia hapo, walitafuta namna nyingine. Sasa mafakiri wa leo wako wapi kwenye kutumia fursa hizi? Hilo mtalijibu nyinyi wenyewe. Kwa hakika hali tuliyokuwa nayo, barakallahu fikum, ni mtihani mkubwa sana. Sisi ambao tunajiita maskini na sisi ambao twajiita ni matajiri, tupo katika mtihani mzito mno. Matajiri wetu wamezibwa nyoyo na macho yao, hawazioni fursa kabisa, hawanajitia hamnazo. Mali zao ni kwa ajili ya starehe zao za hapa duniani, wakawekeza katika dunia yao basi. Bali wengine huenda mbele zaidi, ikawa mali zao ni za kuwafanyia wengine hata maringo na kibri na kuwasimanga wasiokuwa nacho. Wako wengine wamefikia huko, lakini hata yule ambaye hajafikia hapa haonekani mchango wake kwenye kuitafuta janna kupitia mali yake. Maskini nao tuliokuwa nao wamekuwa ni watu kulalamika siku zote, ni watu kulalamika tu, lakini hawatumii zile fursa walizokuwa nazo. Bali pana maskini ni wabaya zaidi, maskini lakini pia ni mchawi, yani kwa maana hana kitu na anatafuta wachawi hata kwa kukopa waganga, aende akawafanyia watu fulani na fulani ili waporomoke. Wachawi wengi maskini wanatembea kwa waganga kutaka kuwadhuru wenzao waliowatangulia katika maisha, badala atumie nguvu zake kuyatafuta hayo maisha na kuielekea akhera, anatumia kwenye kupata madhambi. Yani maskini wa leo si watu wa kukumbuka ibada, ni watu wa roho za korosho. Atafuta fursa ya kuwakomesha wale walionacho. Nakutambia sana huyo, ngoja tu, atatulia tu, niko tuvimbia hapa mtaani bwana. Basi hajamkosea, ni mtu kanunua gari yake nzuri, mtu kajenga nyumba yake au kaifanyia ukarabati mzuri, mtu anasomesha watoto wake shule nzuri. Kuna mtu huko pangu pakavu huko Mwakilanje anaungua, hasidi, mshirikina, hana swala, hana saumu, hana adhkari. Ndio maskini wa leo. Sasa hebu tujifananishe, wale wenzetu walikuwaje? Kwa hivyo hapa tuambiane maneno ya sawa sawa. Hii lugha ya watu wasio na kitu, kulalama tu peke yake, sio lugha sahihi. Hizi fursa tulizotajiwa sisi tunazo chungu nzima. Tena basi nikwambieni nyinyi mafakiri wa zama hizi, matajiri wenu wenyewe wamelala, ni watu wako usingizini, hawajitambui katika fursa za mali walizokuwa nazo. Wallahi, mtu akichangamka katika zama hizi atawapita mpaka matajiri. Maana hao matajiri fursa walionayo kupitia mali, wengi wao, sisemi wote, watu wa kheri hawajaisha, wapo wengi wao
hawaitumii fursa ya mali aliyokuwa nayo kupata akhira, mpaka wengine wanawahurumia. Mtu ana fursa za kila aina, ana uwekezaji chungu mzima, huku amewekeza, kule amewekeza, kwenye hili kawekeza, mko kawekeza, na bado kila siku anaperuzi kutafuta fursa mbalimbali, na ameajiri watu wa kumtafutia fursa za kuwekeza. Alafu namkuta mtu kama huyo hakuna sehemu yoyote ya dini kawekeza ya maana. Ni vimadrasa vya uchochoroni huko ndio tuambiwa peleka biskuti huko, vimadrasa vya uchochoroni huko, siku Alhamisi upeleka pipi huko. Uwekezaji usioendana na uwezo aliokuwa nao. Na huyo mcha Mungu huyo mwenye kutoa biskuti katika vimadrasa vya uchochoroni huko, mcha Mungu naye huyo. Wako wengine hawajigusi kwa lolote, ni Waislamu kama makafiri. Ukiwatizama Uislamu wa majina tu, jitu lina fedha, lina jina la Kiislamu, haliswali, hana kheri yoyote, yeye ni kudhamini haramu. Kwenye makamari utamsikia kitajwa, kwenye mipira iliyojaa maasiya ndiyo mdhamini, kwenye shurur, kwenye maklabu, matamasha, mabonanza ndio mwenye kuwabeba watu. Amezibwa kabisa katika kheri. Na kuna wengine wallahu almusta'an, yamekuwa hayo ni maisha yao mpaka wamefariki. Sasa mafakiri wa leo kwa matajiri waliopo, lao mngelikuwa mnajitambua, mna fursa kubwa sana. Lakini mtihani tulionao, matajiri wetu hawamo, maskini wetu hawamo kabisa. Ayuha nas ibadallah, jambo jingine ambalo ninapenda kulisisitiza hapa katika faida za hadithi hii, Mtume alayhi salam alipowatibu wale mafakiri alitaja mambo mengi. Moja ni hilo, faida ya kuwa na pupa katika kuzifanya kheri mbalimbali ambazo wewe fursa uko nayo, na usibakie kulalamika katika lile ambalo hujapewa fursa hiyo, hujachelewa, nafasi uko nayo. Miongoni mwa faida za hadithi ile ya Abi Dharr al-Ghifari ni fadilatu dhikri min qawli subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ila akhirih. Fadhila ya kufanya adhkari kwa matamko mbalimbali ya adhkari yaliyotajwa pale. Adhkar Muislamu akidumu nazo, fafihi alkhairu alazim, kuna kwenye dhikri khairi kubwa kabisa, wa thawabu aljazil, na thawabu nyingi. Katika mambo ambayo tutakiwa sisi tusighafilike nayo ni sisi kutenga wakati wetu kwa ajili ya adhkar. Adhkaru fi duburi salawati alkhams, tufanye adhkar mwisho wa swala tano za faradhi. Wallahi usichezee fursa hii. Swala ikipita hairudi tena na umri umekwenda. Tumia fursa hiyo kuleta adhkar. Wa hakadha adhkaru sabah wal masa, adhkari za asubuhi, adhkari za jioni, na dhikiri zote ambazo tumefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama uzijui, tafuta ilmu juu ya adhkar, soma adhkar, hudhuria madarasa ya adhkar. Hili limetajwa. Jambo jingine kwa haraka haraka katika faida, alqiyamu biwajibi al-amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Enyi mafukara, enyi maskini katika Waislamu, fursa ni hizi, hazihitaji kiingilio wala pesa, wala hazihitaji mtaji. Adhkari huhitaji mtaji. Kuna hii fursa ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Jambo hili lina athari kubwa, kuamrisha mema, kukataza mabaya. Ukimuona ndugu yako Muislamu anafanya maasi ya fulani au ana uzembe katika kheri fulani na taa fulani, usimuache, mpe neno la nasaha, mkumbushe Allah, muamrishe na mkataze. Wanasema ulama, fabihima ay bisababi al-amri bil ma'rufi wan nahy 'anil munkar, kwa sababu ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, yantashiru fil mujtama'i as-salah wal mahasin wal fada'il, zinaenea katika jamii
yanaenea katika jamii, maslahi mazuri, tabia njema, mambo ya fadhila yanakuwa mengi kwa sababu ya msingi huu. Wayaqilu alfasadu waradha'i, na ufisadi unapungua na mambo machafu yanapungua, watu wakiwa wanaambiana. Ala alaqal, ile jamii yenu ile mnaoishi kidini mtaendelea kubaki salama mkiwa mnaambiana, mkiamrishana mema na kukatazana mabaya. Ulama wanatuambia ukimwona ndugu yako ameteleza kwenye jambo, fanya bidii ya kumpa nasaha bilhikma walmau'izati alhasana, kwa hikma na kwa mawaidha aliyokuwa mazuri, na wala usikate tamaa na kumkatia tamaa kana kwamba wewe ndio unawaongoza watu, kwamba huyu basi tena huyu ameshatokomea. Usiseme hivyo. Wewe sio ambaye unaziongoza nyoyo na hata wewe hujafika. Usiwakatie tamaa waja wa Allah. Pana mifano mingi inatolewa na wanawazuoni. Wako baadhi ya maulama kabla ya kusoma ilmu walikuwa ni waimbaji, muimbaji, lakini akapata kuamrishwa jema na kukatazwa baya, akabadilika, akaanza kusoma mpaka mtu akafikia kuwa ni alim min ulama. Nikupeni mfano mmoja na mifano mingi, sina wakati. Al-Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake adhim Siyaru A'lami Nubala juzuu ya 5 ukurasa 161 alipokuwa kitaja tarjama historia ya al-Imam al-Muhaddith Radhan Abu Umar al-Kindi al-Kufi al-Bazzaz al-Dharir rahimahullahu ta'ala, wanawachuoni mkubwa wa kitabiin, tena anatajwa huyu ni katika wanawazuoni wa hadithi. Sasa al-Imam Dhahabi anasema anna ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marra ala jama'ati min an-nas. Siku moja sahaba Abdullah bin Mas'ud alikuwa anapita kwenye kundi la watu wamekaa wanapiga gumzo, kikundi cha watu, hawakuwa watu wema. Wa fihim shabun hasanu sawt, na kuna katika hawa watu waliokaa kijana mmoja mwenye sauti nzuri, yughanni lahum, alikuwa anawaimbia watu hawa. Jamaa wamekaa, huyu kijana anaimba, watu wanasikiliza nyimbo zake. Faqala lahu ibn Mas'ud, akasema kumwambia yule kijana Abdullah bin Mas'ud, ya ghulam, hakumwacha, ewe kijana, lau kana ma yusma'u min husni sautik biqira'ati alquran lakana khaira, wallahi ingelikuwa hichi ambacho kinasikika katika uzuri wa sauti yako ni kwa kuisoma Qur'an, jambo hilo lingekuwa kheri sana. Hii sauti yako nzuri hii unayoimba, ingekuwa ndiyo Qur'ani inasikika kwa sauti hiyo, ingekuwa hiyo ni kheri kubwa. Abdullah bin Mas'ud akayazungumza haya maneno haya tu, kisha akaenda zake. Anasema al-Imam Dhahabi, fataathara bihadha al-kalami dhalika al-ghulam wa nadim, akaathirika kwa haya maneno haya yule kijana, na akajuta kwa nini anaimba na asiwe msomaji wa Qur'an, na yeye amepewa sauti nzuri. Haya maneno yakabakia katika moyo wake yakimuumiza kwamba naimba nyimbo, Qur'ani sijui, lau ningesoma Qur'ani ningeisoma Qur'ani kwa sauti nzuri. Baadaye fataraka alghina, akaacha mziki, wa rufaqa as-su, na akawatenga marafiki waovu. Walazama ibn Mas'ud, na akalazimiana na sahaba Abdullah bin Mas'ud, yataallam minhu al-Qur'an wal hadith, ikawa anajifunza kwake Qur'an na hadithi, akawa ni mwanafunzi wa sahaba, akaacha kuimba. Unafikiri nani huyu kijana aliyekuwa mwimbaji? Ndio huyu al-Imam Zadhan rahimahullah ta'ala. Al-Imam Zadhan Abu Umar al-Kindi al-Kufi, anafahamika ni katika vigogo wa ilmu ya hadithi katika ulama tabi'in. Historia yake ni hii. Sasa na sisi tumezungukwa na watu wengi wenye kufanya maasi, tukiyaona tukiyasikia. Tumezungukwa na watu wengi wenye kuzembea katika taa. Adhana zinaadhiniwa, hawaendi misikitini, hawaswali, na kama wanaswali bila jamaa.
na mengi katika makosa watu wanayofanya katika kushuhudia kwetu. Usiwe bakhili wa kuamrisha jema. Toa neno lako la kuongoza, toa neno lako la kukataza, ndani yake pana khairi kubwa na kuna faida nyingi zaidi ya faida 25. Baadhi ya ulama wamezitaja kwenye hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari, hadithi ambayo kuna mazingatio kwa mafakiri, kwa waangalie mafakiri waliotangulia walikuwaje, na kuna mazingatio kwa matajiri, kwa waangalie matajiri waliotangulia walikuwaje. Na katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezitaja fursa mbalimbali, sote twaweza tukazitumia. Haya niliyoyasema yatatosha. Kama kuna mwenye kuwaidhika awaidhike na haya, na Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki. Ufakiri tuliokuwa nao sio kilema cha kufanya kwamba hatuwezi kufanya kheri wala hatuwezi kutafuta janna eti kwa sababu ya ufakiri. Na nyinyi matajiri, utajiri mlionao msilale, hiyo ni fursa mbele ya Mola wako. Allah amekupendelea kwa fadhila yake, amekupa neema ya mali. Wallahi una njia nyepesi ya kwenda janna lau ukijitambua ukajielekeza kwa Allah kwa kupitia mali yako. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa aqimis salam.